wameiba 11 billion ya SHA. 11 billion. Lakini Wakenya wakipatia HE 2 million, mnaumwa mpaka mnafunga pay bill. Guys, Kasongo amefanya hiyo kitu through Safaricom. And you know we are always saying Safaricom is a corporation that is used by the state especially for surveillance, illegal data collection of Kenyans. Samson Cherargei anaambia Sifuna, you cannot ask Kenyans for both votes and money. You have to choose one. Samson, you didn't see what happened at Olkalau. I must go. William Samoei Ruto niko hapa na nimetoka chasi na naongea kama mtu mwenye ametoka chasi. Unaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Unaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. I wonder. Voices of the opposition towards the abduction, unlawful abduction by the government, because tell me why you would close down the pay bill number of Linda Mwananchi. Yani Kasongo amekaa tu hivi akaona, yani hao watu wanananga streets wanasema reject finance bill, wanakataa taxes, alafu saa hii wanachangia Sifuna. Akaona tu ati afunge Safaricom. Tag them in the comment section, lazima hao watu wajua tuchezi na wao tamna adabu. One time Muliba 1.3 trillion ya treasury. Tukamkati 1.3 trillion withdrawn from treasury. Wakenya wakimpatia 2 million. Unaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Nimetoka church. Sifuna, unaniona vizuri? Nilikwambia. Listen to this. Kenyans have raised 2.2 million in 36 hours towards the Linda Mwananchi. Jesus. Hakuna venye sasa tuna sacrifice 10 bob 20 bob tuko nazo to fund Sifuna's rally alafu aende akwe deputy wa mtu. Hiyo nayo haiwezi tumekata haiwezi. 2.2 M in 36 hours. Wiki tutakuwa na pesa ngapi? A month tutakuwa na pesa ngapi? The mission in 2027 is not to make Sifuna senator. The mission in 2027 is to rescue our country. Whatever it takes, Trevor, if it takes Sifuna losing the Senate of Nairobi to kick William Ruto out and make him a one-term president, so be it. That is a higher calling than me being senator. Ni mbaya. Kasongo, mbona wewe? Munafunga pay bill. We. I blame Ruto. One time. Sasa Sifuna mahali uko popote. Hii message kufikia na nakupenda. Na wewe napendanga tu. Inaanga ikingine. Napenda wote. Sisi ndio Sifuna. Weekend tuko Western, Saturday tuko Trans Nzoia, Sunday tuko Bungoma. Tumebaki na siku moja. Watu wa Western, mimi nataka niwaambie hivi. Najua tuko na maadui wengi sana kama watu wa one time. Tena najua atupendwi, tena najua Sifuna apendwi, lakini wacheni niwaambie. Sifuna lazima tumpeleke nyumbani. Sasa hiyo itu Sifuna, sasa tunamuita His Excellency Edwin Watenya Sifuna. Najua tuko na madui hadi Western, lakini mimi nataka kuambia mtu yoyote mwenye anasema yeye sio Sifuna na mtu yoyote mwenye anapanga kuharibu rally yetu ya Western, haitakuwa rahisi kwenu. Na hapa Kenya itabidi tuache kutishiana, tuache kabisa kutishiana. Hamtaamuka tu muanze kuambia mtu wewe usikuje, wewe usifanye, uwezi kanyaga. Muache hiyo kutishia watu bana. Hakuna kitu mnaweza fanya. Sheria yetu inakubali vitu mingi sana, included mimi niende ninunue shamba huko Turukana. Bora tumeelewana na huyo mtu huko Turukana aniuzie shamba, nanunua shamba huko. Na naenda huko stars wakati nataka. Muache kututishia eti usikuje Kisumu, usikuje sijui nini. Hawa wanasiasa, hakuna watu bure kabisa hii Kenya kama viongozi. Hawa wanasiasa wanajisikia sana ni kama hii Kenya ni yao.
Kama mtu ni MP ama ni governor ama ni nini, anajisikia yani hiyo area ni yake, yeye ndo anasema watu wanaenda huko. Mwache ujinga hii maneno ya tishia watu. Ama wacha tuone kuanzia 2027 kama hivi tu itakuwa. Hii rally ya Western inaenda kuwa rally kubwa sana kati ya marali zote tumehold kama watu walinda mwananchi. Hii rally ndio inaenda kuwa successful kuliko rally zote yenye tumehold kama watu walinda mwananchi. Na kama wewe unafikiria unaweza tusimamisha, tafadhali tangaza mapema tujue ya kwamba unaweza tusimamisha. Zima hiyo tear gas kama bangi ya jana, my friend. Wacha watupe tear gas, tunazima kama bangi ya jana na mkutano unaendelea. There's no other rally that will top the rally that was in Kakamega. I'm telling you the truth. Kakamega oye! Hatutoroki leo. Zima hiyo kitu, mkutano iendelee. Zima hiyo kitu, mkutano iendelee. Hatutoroki leo. No one can ever top that. Makofi. Hii maneno itaisha, hii mwaka ndo ya mwisho, tunatishiana eti sijui guns. After 2027 utakuwa unaleta story ya guns, tunakuweka ndani. Halo, wale wanakubali ndo wanaenjoy kuangalia. Wale wenye wanawatumia ndo wanaenjoy kuangalia vile mnahangaisha watu. Hii Kenya haitakuwa ya maguns. Hapana. Kama hivyo ndo mnadai. Kama hivyo ndo mnadai, pia kila mtu ajipange na watu wanaweza pigana na wanasimama na yeye. Junyi maguns mnawalipa. Sisi tutakuja na watu loyal, watu hata tumekuja na wao kuwasambaratisha. Sasa tutalipwa ni kuwasambaratisha. Kama ni hivyo mnataka, hiyo pia mnaweza pata. Unajua tunawapea ile mnatupea. Hatutoroki leo. Zima hiyo kitu, mkutano iendelee. Zima hiyo kitu, mkutano iendelee. Hatutoroki leo. Mimi Kisumu kama tulikonga naambianga watu. Hakuna pale wanaweza tushtua. Kama Kisumu tuliweza. Kama tuliweza Kisumu. Ati Narok kukulienda aje Zanzibar? Narok. So after Narok tulikuwa tumepiga ngoti ya gas. Kakaveka. Na tukarealize wanangojaka Hechi ashike microphone arushe nini tia gas. Hechi akashika microphone akasema, unajua kuna watu wanaonanga nimechukua kipaza sauti wanarusha vitu zao. Wacha tuwapatie muda, rusha sasa. Rusha sasa. Guess what? Wakarusha. Mvua ikaanza kunyesha, Hechi akatuambia jacha mvua tusaidie kuzima. Haya sasa tunaweza zungumza Narok. Wale mnaniona vizuri. Nataka nilenda lakini hata nyinyi walisahau sisi. Waliona ya. It's a command to act on orders. Acting on orders. Tupeni. Yes sir. Yes sir. Hawa guns, nimesema ya kwamba kuna watu walikuwa wanatetea guns. Sasa tumekubaliana sisi wote, hata hiyo mambo ya guns tutazima. Kenya lazima iwe ni nchi yenye iko na amani na kila Mkenya ataendesha biashara yake bila amefanya. Vile tulimalizana na terrorists, tukamalizana na cattle rustlers, tukamalizana na criminals ambao walikuwa wanaharibu mali ya wa Kenya, pia tutamalizana na hawa guns. Kila Mkenya aweze kufanya biashara yake, aweze kufanya siasa yake, aweze kufanya maendeleo yake bila ya kusumbuliwa na mambo ya ukosefu wa usalama. Yani Ruto hubamba mafala. Niliwaambia Ruto hubamba mafala peke yake, si watu wenye wako na akili. Can you imagine, kazi yake ni kwenda na kusema ati ukisikia tu ball imeingia, ball tu imeingia. Mara hiyo uende maternity. Ati serikali itakulipia. Uwe bora tu usikie ball imeingia. Watu wanapiga makofi bwana. Watu wanapiga makofi. Sasa kama school fees ya watoto wenye walimaliza grade 9 last year hawajaenda mpaka saa hii shule. Wewe unataka kusema ni watoto ni mtu alikuwa raha zake za mamimba na mabol utalipia clinic? Wewe Ruto, ile uongo yote ulidanganya watu 2022. Hiyo yote tunakumbuka.
Sasa hii usikuje na ile uongo ingine. Sijui ati sasa ni mambo ya ball. Niliwaambia Ruto hakuna siasa anajua. Hakuna mtu anajua siasa kama Rigathi Gachagua. Ile Rigathi Gachagua ajui ni uongo. Hawezi akaongea uongo. But Ruto atakuja aanza kumwambia hao watu hawana agenda, hawana sera, hawana sijui nini, hata hawana mpango, hata akili hawana. Hiyo tu, hakuna kitu kingine atakuwa anaambia. I've got some big breaking news for you now. The former Migori governor, Okoth Obado, has been found guilty of the murder of Sharon Atieno. Now, the magistrate says that the former governor, Okoth Obado, provided financial support. The second co-accused was the executioner. And then the third accused was the one who provided financial logistics. And now they are facing imprisonment. Breaking news Kenyans, ona venye watu wakina Sharon Otieno wenye Obado aliua. Venye wanalia, ako tu hapo. Hadi tu jamaa anashtuka kuangalia that yule mwenye aliua mtu kutoka kwa jamii yake. Ako tu hapo anaangalia. After 8 years manze, Okoth Obado amepatikana guilty ya kunyuria Sharon bana jo. After 8 years familia imepata justice. Wacha Mori ni kamiti ama kodi yaga. Lakini niko sure anaenda court of appeal. Wakenya kuna vitu zingine tunabeba ufala. Tunabeba ufala na hata nyinyi mnajua tunabeba ufala. Na bado mnakubali tu kuingia box. Hii kesi ya Obado na Sharon, hii kesi imekaa kwa court siku nini? Muda ngapi? Hii kesi imekaa kwa court muda ngapi? Kwa nani ajui Obado alikuwa guilty? Nani ajui? Nani ajui Obado alikuwa guilty? Na tangu lini mtu amewahi fanya kesi na mtu amekufa? Ni tangu lini? Tunapimwa akili, tunakuwa hold, yani hatuna kitu ya kufanya. Serikali inafanya mambo mbaya yenye inafaa kwenda kwa court, hizo zipelekwi. Bado tunakuwa hold na hizo mambo za sijui Obado na Sharon. Bana sisi tumechoka bwana. Si kama Wakenya sisi pia tumechoka. Tunafaa ku move on as a country. The country cannot move on kwa sababu ya hizi vitu ndogo. Mara sijui kesi ya Obado, mara sijui nini. Juzi tumefunguliwa kesi ya Albert Ojwang. Kitu ilishapita. Tulishaenda hadi street hadi tukauawa. Baba ya Ojwang alisachukua hadi pesa akatutaliti. Bado tunaambiwa ati hiyo kesi iko. Oh my God. Guilty. Alifanya ule kwela nini mambo? Unasema nini wewe? Ni kama ukwela aliminyima kinywero. Ama venye huyo kwela alitry kumblackmail akamwonyesha nini wewe? 6 feet under. Lakini mazi kesi juu imedrag miaka 8. Okoth Obado guilty. Usitaki jua. I think njo kesi ya kwanza nishaiona ya mtu high profile hivi amepatikana guilty. Ani mwecheche. Kama serikali walikuwa wanajua CCTV iko na kila kitu iko, mbona hao watu wangeshikwa? Kwa hii kesi ya Sharon na Obado hii, mbona tunakuwa hold leo sasa tunaambiwa ati judgment imefanywa. Eti Obado nini? Sijui wamepata Obado ni guilty. Mwana ni Jehova, guy. Wewe jua tu, who must go, must go. Wewe utaka jua mwenye ataingia. Alituacha kwa ghafla, lakini hata mimi pia nimewekwa kwa kiti hii kwa kighafla.